tuna intaneti, ni vizuri kama na simu kubwa ukajiunga na sisi hapa. Tuko hewani, kila kitu, sio lazima uangalie mbele. Hata kwenye simu yako unaweza kuangalia, pamoja kama simu ni malaria isije kukulevya, lakini pia unaweza huku na ubiri tunaonekana, na huku kwenye simu yako pia naonekana kwa jina la Wilson Buda. Samahani, Wilson Buda ni YouTube. FPCT Mweni Keta ndio linapatikana sasa hivi live. Naomba mweke na YouTube leo. Sijui kama mwa mnaweka YouTube ni nyingi sana. Na sasa leo nina mwendelezo wa somo la Jumapili. Mwendelezo wa somo la Jumapili ilikuwa ni siku za mwisho na kurudi kwake Yesu. Dalili zile za kurudi kwa Yesu katika Mathayo sura ya 24 mstari wa kwanza hadi mstari wa 28 ndipo tuliposoma, lakini leo tunasoma Mathayo sura ya 24 mstari wa 36 hadi 44. Na nataka tusome hapo. Najua unapajua. Kwa nini tunasoma maeneo haya? Tunasoma maeneo haya kwa sababu watu wengi toka wameokoka hawajawahi kusomewa hapo, na watumishi wao na wachungaji wao hawajawahi kuwasomea hapo. Wanasoma mahali pengine tu. Mtabarikiwa, mtaenda mashamba, mtaenda Ulaya, mtaenda Marekani, mtaenda China, mwaka huu mtajenga magorofa, mtajenga majumba, mtajenga subutu wenye. Kama kuna Krismasi basi ujue kuna kurudi kwa Yesu pia. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, kama kuna kuzaliwa kwa Yesu, kama kuna sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu, basi kuna sikukuu ya kurudi kwa Yesu. Mwambie jirani yako. Huwa naambia wababa wakubwa na wamama wakubwa waacheni, wao wanajua maana yake, ila vijana hawajui. Ila natakiwa mjue kama kuna sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu duniani, basi kuna sikukuu ya kurudi kwa Yesu. Sasa ni ajabu sana kwamba wakati Yesu anakuja duniani, watu walisherekea, watu waliimba, malaika walipiga vigelegele, waliimba wimbo katika Luka sura ya 2 na mstari wa 14, na atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwepo amani. Waliimba sana, lakini wakati Yesu anarudi hakuna anayeimba. Ngoja sasa tutakuja kusoma siku ya leo, utashangaa wakati Yesu anarudi kitu gani kinafanyika, nani aimbe? Kuna anayejua? Hakuna anayejua. Kwa utaimbia wapi? Kumbe kuimba ni leo, kuimba ni sasa hivi, kuimba ni wiki hii, kuimba ni mwezi huu, kuimba ni chumbani huku, kuimba ni hapa kanisani, kuimba ni rohoni mwangu. Sitashangaa tukikutana na wewe ukiwa unaimba njiani, itakuwa furaha. Naomba usome katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 36 hadi 44. Naomba usome kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 24 mstari wa 36 mpaka 44. Biblia inasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni. Hebu rudi nyuma kwanza, anzia 34 mstari wa 34. Maana tusipoanzia hapa wanaweza wakachukua vitu kwa urahisi sana, wakasema mchungaji alitufundisha haya. Sitaki kusingiziwa, nataka kukazia kwanza. Hebu tukazie kwanza kwa Yesu 34, 35 kwanza ni ya muhimu sana. Tuyakazie kwanza hayo, alafu ndio tuanze 36. Kwende 36. Mstari wa 34. Biblia inasema, amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Ndio. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa,
hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, kutangaza uchumba, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wetu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angelijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani mwana wa Adamu yuaja. Baba, katika jina la Yesu mwana Mungu hai, nakuja mbele zako mchana wa leo. Wewe ndiye Mungu wa kweli, mtakatifu wa Israeli, Mungu usiyeshindwa, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Tunakuja mbele zako ya kwamba maneno haya, maandiko haya, haitapungua jambo hata moja, bali yote yatatimizwa, bali yote yatafanyika, bali yote yatakuwa hai, na yote yatatimizwa, yatafanyika. Bora mwanadamu afe, aondoke duniani, lakini maneno yako yabaki yamesimama. Nami mchana wa leo nimenawa maji, Mfalme wa amani, mbele ya watu wako, mbele ya kanisa lako, watu wako waliokusanya siku ya leo, wote mbele zako, dunia nzima, wanaoangalia Facebook na wanaoangalia YouTube, watakaoangalia chaneli zingine zote ambazo tutakuwa tumerusha, katika jina la Yesu. Mungu, nimenawa. Neema yako, uweza wako Mungu, ukawasaidia watu hawa, kila mmoja juu kwa nafasi yake. Baba, asante kwa sababu unatusaidia, unatuongoza, tupe kuyafafanua na kuyafunua na kuyaelewa, katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina. Kitu cha kwanza alikazia akisema, amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata yote yatakapotimia. Kizazi gani? Inawezekana kizazi kile kilipita kikaondolewa, lakini kizazi hiki kinachosomewa leo hakitapita. Kumbuka wakati mimi ni kijana, wachungaji walitusomea maandiko haya. Wachungaji waliotusomea maandiko haya, kati ya watu wale ambao tulikuwa pamoja, hawa huwa naangalia tu waliobakia kwenye kundi lile, amebaki mama mzazi tu basi. Kwenye lile kundi wameshakufa wengi, amebaki tu mama mzazi. Baba alishakufa, watu wengine walishakufa, hata walio wadogo kuliko baba wameshakufa, hata walio wadogo kuliko mama wameshakufa. Wakati maandiko haya yanasomwa, wakati naangalia television za mwisho wa dunia mwaka 2001 pale Bigabiro, naangalia mwisho wa dunia, watu wengi wameshakufa, watu wengi wameshakufa. Vijana wenzangu ambao tulisoma nao wameshakufa wengi. Wafanyabiashara wenzangu ambao tulikuwa nao kwenye biashara wengi wameshakufa. Kwa hiyo dalili za kurudi kwa Yesu ziliwakuta. Asifiwe Bwana Yesu. Amen. Sasa anakazia Yesu, anasema hata yote yatakapotimia, kizazi hiki hakitapita hata yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Maneno haya hayana kabila, maneno haya hayana rika, maneno haya hayana utaifa, kwamba ni Mkenya au ni Mnyarwanda, Mganda, Mtanzania, Marawi, Mzambia au Marekani, kwa sababu yeye ni ngozi mwenye nyeupe. Haya maneno ni watu wote. Bahati nzuri wa Marekani wanaisoma namba. Wa Marekani wanaisoma namba vipi? Tetemeko ni kwao. Moto mkali ule unaitwa ule moto uliopita juzi mwezi wa 5. Ulikuwa unaitwa ule moto mkali ule, waliubandika na jina. Kuna kitu waliita Katarina, kuna kitu waliita nini. Uliwaka kwao, ulikuwa unaenda kwa spidi ya ndege, unaunguza miji mikubwa. Ulianzia kwao. Tsunami zote zimekwenda kwao. Haya, 2019 wewe ulikuwepo, ulikuwa hai, mimi nilikuwa hai. Tuliona watu waliokufa, vijana hawakufa. Walikufa tu watu wazima, watu wazee. Watu wakubwa ndio walikufa, lakini wazee walibaki. Lakini kule Ulaya wenye nazo ndio walikufa. Hapa Tanzania wenye nazo ndio walikufa. Kwa hiyo kurudi kwa Yesu
hakutabagua mtu, wataenda wote, lakini sio mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wataenda wote, lakini sio mbinguni. Wanaendaje? Hatujui. Wale watu waliokufa katika maandamano, maana yake wamekutana na kurudi kwa Yesu, hawarudi tena. Hakuna mtu aliyewaimbia mlaze pema peponi, hamna, hakuna. Kama kuna watu wamejipangia kwamba tukimwombea marehemu sala, Mungu wabariki marehemu na nini, bahati nzuri dini hii tuombee marehemu. Sisi tunahifadhi marehemu kwa heshima, lakini hatuombee marehemu. Yaani alikuwa mwizi halafu ndio tumwombee kwamba awe salama, wakati watu ndio wamepumzika. Huyu jamaa alikuwa mwizi, sasa watu ndio wamepumzika, ameondoka na yule mwizi, wamepumzika. Siku moja mimi nafuga samaki hapo, jamaa aliingia huko akaomba samaki zote akaiba. Wewe unafikiri na hamu na mwizi tena? Hapa wezi nilikuwa na wakamata, nimeshakamata wezi wawili, wanajisalimisha kwangu na wahifadhi, tunawaponya, anawaambia kimbieni sasa nani. Lakini nilipoibiwa samaki, Yesu anajua ni yaliyonikuta. Akaja kaingia kwenye kabwawa kaiba wote. Ndio nikajua kumbe wezi ni wabaya. Bwana. Sasa mwisho wa dunia unaweza ukarekwa hata muda ukiwa bado. Mwisho wa dunia unaweza ukarekwa hata ukiwa bado. Jamaa anaweza jamaa mmoja Marekani ameingia na mabomu 4. Na mchungaji nakumbuka yule mtu mmoja mkubwa alipita hapa, akasimamisha gari lake, akaeleza bomu moja inaua watu milioni ngapi? 5. Sema ile bomu inatafuta watu milioni 5. Kuna Marekani mmoja mlimuona kwenye vinani vyenu, alikamatiwa huko kwa wenzetu wa nani huko kwa mkoa wa Mara. Alimuonyesha kwenye picha. Kwa alikuwa analeta mabomu. Alikuwa analeta. Kwa hiyo mwisho ukichelewa unaharakishwa na watu. Sasa anasema walakini habari za siku ile na saa ile hakuna aijuaye. Ni kweli kabisa, hakuna anayejua. Hata malaika walio mbinguni wala mwana wala baba yake hawaijui. Yaani Mungu yaani malaika hawaijui, Mungu anaijua. Malaika hawajui, Yesu haijui. Mimi hapa mchungaji sijui siku ya kuja. Na ndiyo maana watu wengi hawafundishi. Watu wengi wameiacha, hata kidogo wameiacha. Ambaye ameifundisha ni Danieli na Ufunuo Yohana. Mzee Yohana anifundisha. Siku za mwisho ni Danieli na Yohana na Yesu. Yesu ameitoa katika Mathayo 24 na Mathayo 25. Taenda kuangalia Mathayo 25 alisema nini. Ila tusubiri kwanza tumalize hapa. Anasema kwamba sasa kuna shida iliyoko hapa. Shida ni moja. 37. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile iliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa Mwana wa Adamu. Wangesubiri kwanza Samueli akaoa na Justin akaoa, halafu tukala bwabwa wetu, halafu hao wengine wakichelewa ni shauri yao. Justin uko wapi? Ni sawa, na Justin pia akaoa, tukala bwabwa wetu kwanza, halafu sasa baada ya hapo Kanani. Sasa Mungu ndo anajua. Yesu hajui, malaika hajui, mchungaji Buddha hajui, na washirika wa Buddha hawajui, hata washirika wa Tanzania hawajui, watu wote hatujui. Yesu anakuja lini, anarudi lini kuchukua kanisa? Hatujui. Wakati ule sasa, wakati wa Nuhu, watu walikula, walikunywa, walioa, waliolewa, watu walijenga majumba, watembelea magari, walifanya kila kitu wanachoweza, lakini hawakujua. Hii ni siri kubwa.
siri ambayo huwezi hata kumweleza mwenzio akaijua. Anasema ndivyo utakavyokuja Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja akitwaliwa na mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa visaga, mmoja atwaliwa na mmoja aachwa. Watu watakuwa wamekaa kwenye siti moja ya daladala, wanaelekea Kariakoo, mmoja anaondoka, mwingine anabaki tu kwenye nani. Huwa ninasema sisi madereva kama watakwenda, sielewi. Madereva wa daladala makonda kweli, Mungu awasaidie makondaji. Wanatukana sana kwa kawaida. Sijui wewe konda kwa mara ya mwisho konda aliyekupeleka alikuwa hana matusi? Kama konda kweli atabaki kwenye gari, atakwenda mbinguni. Kama labda konda ameokoka, labda sijui. Ni makonda. Mwanzo nilidhani makonda ni wa kike, ni watu ambao waliookoka. Lakini makonda nimeshaona makonda wawili. Mama mchungaji aliponea chupu kubaki peke yake. Yaani nashika hivi navutwa tena navutwa kabisa. Mimi mume wa mtu ujue. Siku moja nilivutiwa Tegeta nyuki na mwanamke konda. Naambia wewe mimi mume wa mtu, alafu tuko na mama mchungaji. Siku nyingine nimevutiwa kwenye kona hapo. Bwana. Naambia wewe mama, wewe ni konda au unatafuta waume za watu? Niambia mimi mzee mwenye umri mkubwa. Wewe usicheze na sisi wazee. Sisi hapa ukipata 10,000 unashukuru Mungu, unaila na mke wako na watoto. Sasa anasema makonda wa namna hii. Vijana wa gari yenye makonda wa kike ndio salama, kumbe sio salama. Ndio ina matatizo makubwa. Kwa hiyo sasa makonda hatujui kama wataenda, kwa sababu dalili zinaonyesha kwamba na wao pia wana matatizo. Je, huko kanisani akija kwenye ibada namna hii, wote watachangamka siku ya leo? Yesu anapokuja sasa hivi kuchukua watu wake, je, akija hapa kiti cha kwanza na cha pili na cha tatu na cha nne na cha tano na cha sita na cha saba na kiti cha mwisho kule, atatukuta tuko tayari tuweze kuondolewa? Tutanyanyuka, kila mtu atakunja mbawa zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtu atavaa mbawa zake. Huku mbele je, sisi na wakina Kolimba na wakina nani na wakina mama mchungaji tutakunja mbawa zetu huku, tutaanza kuzikunja vizuri tu pa. Yaani kuanzia safari kuondoka kila mtu atakunja. Amen. Ndio hivyo tunakwenda mbinguni. Kawaida mtu anapokufa kule ndio kwenda mbinguni, ndio mwisho wake wa dunia. Mtu anapokufa kwa sasa ndio mwisho wake wa dunia. Na watu wanasema alikuwa mwema. Na wanaojua mambo na kuona mambo wanasema aheri. Kwa wanaotoka Teta siwasemei, wale wanaotoka Teta ambao tunakaa nao, kuna misiba ambayo mmewahi kwenda. Tena mimi bahati nzuri au mbaya, alienda mke wangu, mimi nilikuwa masomoni. Mlikwenda, mlisikia watu wakisema angekufa mwanamke. Huyu mwanamke jeuri sana. Huyu angekabaki mwanaume. Unafikiri wakija kuchukua kanisa wanamchukua? Hawezi kwenda. Nikakumbuka siku moja tumekaribishwa kwenda kula pilau, tulikaribishwa na mwanaume. Mwanamke alikuwa amefumba mdomo na plasta yake, kama alikuwa hataki tuingie kwake, lakini mwanaume alisimama. 42. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama yule nyumba angalijua zamu ya mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa sababu saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake aliyemweka juu ya nyumba yake awape chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule. Nimeshavuka. Utaendelea kusoma mpaka mwisho ili uweze kujua. Naomba nichunge muda wangu na muda wako, twende pamoja. Tuangalie sasa kurudi kwa Yesu, mambo ya kufanya. Injili ya Yohana 14 mstari wa 1 hadi wa 3.
Tukitoka hapo tutarudi Mathayo 25. Tutarudi Mathayo 25 mstari wa 31 hadi 46. Hapo kuna mambo ya kufanya ili atakapokuja akute tayari tumejiandaa. Injili ya Yohana sura 14 mstari wa kwanza. Biblia inasema Injili ya Yohana sura 14 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Msifadhaike mioyoni mwenu. Baada ya kusikia haya yote, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Niaminini na mimi. Niamini na nini? Yaani Yesu, sio Buddha, sio mwamini Buddha. Mwamini Yesu. Nyumbani mwa Baba yangu na makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia. Maana naenda kunini? Kufanya nini? Kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitarudi tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Maana yake yeye ndiye njia. Ukisoma mstari wa 6 na kuonyesha njia. Hebu soma mstari wa 6. Mstari wa 6, yeye ndiye njia. Filipo alimjibu pale. Mstari wa 6 Biblia inasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba yangu bila kwa njia ya mimi. Yeye ndiyo njia ya kwenda mbinguni. Na huku kwenye Mathayo 24 tumesikia kwamba ndiye atakayekuja kuchukua watu wake. Hata angekuwa nani? Hata angekuwa mzee nani wa Marekani, rais wa Marekani nani? Nani? Rais wa Marekani. Trump. Hata ingekuwa Trump akimnyosha kidole Trump ataraka. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. 14 Yohana 6 ndivyo inavyosema. Sasa tunataka tuangalie, maana yeye ana mahali anakopeleka watu. Mimi Buddha sina mahali nakopeleka watu. Mimi nikikupata ukimwamini Bwana Yesu na kuleta kanisani. Tunakula ubobo pamoja, tunakesha pamoja, tunashinda pamoja, tunaomba pamoja. Mimi nina uwezo wa kuombea Bwana Yesu, huyu jamaa mponye magonjwa, huyu jamaa namfungishia ndoa. Kilichobarikiwa na mwanadamu Mungu amekibariki. Kilichobarikiwa na Mungu hata duniani kule mbinguni kinakubalika, hapa duniani kinakubalika. Yaani ambacho amekubali Mungu duniani na mbinguni kimekubalika. Hilo ni nafasi ninayo. Buddha ninayo. Ila watu kuwa upande wa kulia wa Mungu na upande wa kushoto wa Mungu ni wa Mungu mwenyewe. Lakini kwenye mambo ya kuhalalisha hapa duniani Mungu ametupa uhalali huu. Lazima ndoa tuzisimamie kama kanisa, kama taasisi za ndoa, na RITA inakubali na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakubali. Sasa basi tunataka tuangalie sasa vitu ambavyo Mkristo unapaswa kufanya na kusimamia wakati unasubiri kurudi kwa Yesu. Soma Injili ya Mathayo sura ya 25 mstari wa 31. Soma taratibu, yani kama vile kama ulivyo mwalimu. Soma vile. Injili ya Mathayo sura 25 31. Kurudi kwa Yesu kwenye sura 25 unaanzia 1 hadi 10. Lakini ukitoka 10 mpaka hiyo yote 25 yote inasema kurudi kwa Yesu. Kwa hiyo mpaka wale wanawale 10 wapumbavu, 5 wapumbavu na wale yote hiyo ilikuwa ni kurudi kwa Yesu. Kitabu cha Injili ya Mathayo. Soma taratibu watu waelewe. 25 mstari wa 31. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu mpaka 46. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu. Katika utukufu wake. Atakapokuja duniani Yesu sasa atakaporudi. Hapo tuende pamoja. Sasa malaika watakatifu wote pamoja naye. Ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Nafikiri wanasikia. Yaani hata mzee mkongwe anasikia tumesema nini. Kwende na mataifa yote wa Kongo watakusanyika mbele zake. Wa Marekani watakusanyika mbele zake.
naye atawabagua. Ataanza kuwabagua sasa, kuchambua. Maana yake ndio kuchambua mbichi zilizoiva, kondoo na mbuzi. Kama vile mchungaji ndio abaguavyo kondoo na mbuzi, ataanza kuchambua moja na moja. Atawaweka kondoo mkono wa kuume, mbuzi mkono wa kushoto. Mkono wa kushoto, jamani, mkono wa kushoto kwa Waislamu wanajua, nilisema siku zote, mkono wa kushoto sio mkono sahihi wenye baraka. Mkono wa kulia ndio wenye baraka, maana yake ni mkono wa kondoo. Na sisi tunapoombea watu mikono yote hii huwa tunabadilisha ili kama mkono haka, kwa sababu kana baraka kidogo, angalau tukaongezee na mkono wa kulia. Bwana Yesu asifiwe. Naelewa hicho kitu. Huwa kwenye mafundisho yangu huwa nawaeleza kwenye mikono hii miwili, haka kulia kana baraka nyingi sana. Endelea. Kisha mfalme akawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, wale walioko kulia, njoni mliobarikiwa, ninyi mliobarikiwa na baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari baada ya utambuzi, tangu kuumbwa ulimwengu. Sura 35. Kwa maana alikuwa na njaa nikiwa duniani kwenu, mkanipa chakula nikala wali, maharage, ubwabwa na matembele. Nalikuwa na kiu sina maji, mkaninywesha. Sio mkaniuzia, mkaninywesha bure. Nalikuwa mgeni ambaye ni mgeni tu na pita zangu, mkanikaribisha. Nalikuwa uchi sina nguo, mkanivika nikawa na suti nzuri. Nalikuwa mgonjwa inaumwa, kama ni kifafa, typhoid na kadhalika, utajua mwenyewe. Yesu anajua mwenyewe. Mkaja kunitazama. Nalikuwa kifungoni, mkanijia kuniona pale kwenye magereza ya nini, magereza Segerea na wapi na Ukonga. Ndipo wenye haki watasema, ni lini Bwana tulikuona? Watakapojibu wakisema, ndio Bwana, ni lini tulipokuona ukiwa na njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Swali hilo tena. Ni lini tulipokuona mgeni tukaukaribisha, au ukiwa uchi tukakuvika? Unatembea uchi wa mnyama, tunakuvika nguo. Ni lini tena tuambie, tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kwa kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hawa jamaa, wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, jamani, ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto kwenda motoni huko aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwenda zenu, kwa maana alikuwa na njaa. Kwa maana ninyi mlikuwa wapuuzi wakubwa, nilikuwa na njaa, msinipe chakula. Hamkunipa chakula. Alikuwa na kiu, mkanipuuza, msininyweshe. Nilikuwa mgeni, msinikaribishe. Hata hamkunikaribisha, niligonga geti mpaka nikaondoka mwenyewe. Nilikuwa natembea nusu uchi au uchi kabisa, msinivike. Hamkunivisha. Nilikuwa mgonjwa na kifungoni, maskini ya Mungu, nikijifia kifungoni pia, msije kunitazama.
Ndipo hao pia nao watajibu wakisema, nao watamuuliza Bwana, ni lini tulikuona wewe una njaa au na kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Mstari 45, naye atawajibu naye akisema, ndio, amini nawaambia, kadiri msijomtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo mnaowapuuza, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, watakwenda zao motoni, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Nani aliyesema maneno haya? Ni Yesu mwenyewe aliyewaeleza habari hizo wanafunzi wake waliokuwa wamemfuata, kama alivyoeleza juu ya wanawali 10, 5 wapumbavu na 5 wenye busara. Kadhalika ndivyo alivyowaeleza mithali hiyo na mfano huo, na akaanza kuangalia wale watu, mbuzi na kina nani na kondoni wa kina nani. Na sisi tuliobakia sasa tuna kazi ya kufanya. Tulishaambiwa adui yako mpe chakula, mpe soda, Coca-Cola, Pepsi anywe. Tulishaambiwa adui yako mpe anywe. Jamani, kuna mtu tena alikuwa amenidhihaki kama Jumamosi. Sisi FPCT watu tunafanya vikao Jumamosi sana. Vikao vya chini ya mission vya chini watu tunafanya Jumamosi, lakini vikao vya jimbo watu tunafanya Alhamisi na Jumanne. Vikao vya taifa huwa tunafanya Jumatano na Alhamisi. Ikifika Ijumaa tunamaliza kufanya Jumamosi. Jamaa alinipita, kuna sehemu nilikuwa nakunywa supu. Aliponipita pale alikuwa amevaa suti kama mimi, koti. Nikamuita, njoo fulani. Mungu nisaidie nisimtaje jina. Inawezekana ndugu yake na muumini mmoja hapa. Njoo, mimi nakunywa supu hapa. Ilikuwa kao. CPC tulikuwa tumekusanyika kao. CPC maana yake ni mmoja makanisa mkoa wa Dar es Salaam. Wote tumekusanyika kao. Basi njoo. Habari ya huko nzuri. Au umekunywa chai au unaweza kunywa supu kama mimi? Sasa naweza kunywa supu. Naambia wakupe kama mimi. Basi wakaenda wakamletea supu kama mimi. Kani. Maskini ya Mungu. Kumbe nilimtwika nini? Makaa. Kile alichokuwa amenifanyia, yeye alifanyiwa mara 4 ya pale. Na wale walionifanyia mara ngapi? Mara 4. Mpaka sasa hajulikani alipo. Namuona tu akitangatanga tukiwa kwenye vikao vya jimbo. Namuona akitangatanga nje, namuuliza askofu, huyu naye anafuata nini hapa? Huyu kijana huyu. Ni mtu mkubwa tu anazidi umri, lakini huyu kijana anafuata nini hapa? Anafuata nini? Niomba msamaha, ndio maana nakuja hapa. Hiyo anafuata nini hapa? Hapa tu kazini sisi tunajenga kanisa hapa. Tena jimbo la Dar es Salaam. Hasi wanakuja hawana shia huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu Mungu anaandika. Kuna vitu Yesu anaandika. Anaandika mwanzo wako wote na anaandika mwisho wako wote. Anaandika maisha yako yote. Anaandika utembea wako kote. Anaandika hata kama unafanya mema umejificha, lakini mema yako yanakuwa wazi. Hata kama unafanya mabaya umejificha, mabaya yako yanakuwa wazi kwake Mungu. Yeye Mungu anayaona. Yeye Yesu anayaona. Yeye Mungu hafichwi. Yeye anajua mwanzo wa kila mtu na anajua mwisho wa kila mtu. Yesu anaangalia watu, anawasoma watu, anawaelewa watu. Yesu aliwajua watu, na alipowajua watu aliwaeleza mambo yao yote ya kesho na kesho kutwa, hata atakayotokea hata baada ya miaka 20,000 itakayokuja. Wenzangu, nakwenda kumaliza. Nitaka nikushauri tu, mwisho wa dunia na mwisho wa siku, ndugu zangu, mwisho ulioandikwa sio ule ambao tunautazamia wa kurudi kwa Yesu.
mwisho wangu mimi ni kifo changu, na kifo changu kinaweza kutokea. Dalili ya kifo cha mtu ni ugonjwa. Ugonjwa unaweza kutokea wakati wowote. Gari naweza likagongana na gari jingine au umeondoka. Ukawa umefanyaje? Ukawa umeondoka. Unaweza ukawa wewe hauko kwenye maandamano. Nitoe mfano tu ya juzi. Ukawa hauko kwenye maandamano tu, lakini risasi ikatoka kule magengeni kaja huko ikakupiga tu. Umejikalia tu. Maskini ya Mungu. Mimi nimejikalia kwenye midizi hapo. Ninasoma tu Biblia kwenye simu. Nimejikalia tu kwenye kiti wakati ule, halafu naona watu wanasema, Mungu tusaidie. Hapa labda tumepona. Nageuka hivi naona kundi la watu limekuja kwenye midizi kujificha huko. Na wauliza, kwani kuna nini? Mchungaji, tufiche sisi hapa. Tunakimbia askari wanatufukuza hapa. Wanawafukuza askari. Kuna nini? Wapo pale barabarani wanafukuza. Kwa hiyo hapa tumepona. Naomba tu tuhifadhi. Nikasema haya, kaeni hapa. Sasa na mimi nikachanyambuka kuingia humu ndani, nikaweka komeo. Gotwi ndani mpaka leo nipo. Zilikuwa zinapigwa nasikia huko. Lakini niko wapi? Ndani na mke wangu ndani. Huko nyumbani msitoke. Mkae humo. Ndugu zangu, mwisho wa dunia usiutazamie kwamba kuna siku ambapo Yesu atakuja kwamba sasa leo ndio mwisho wa dunia. Wewe mwisho wako ni huo. Dalili na bila kitu kimeonekana. Upendo wa Mungu kupungua ndio huo. Unaangalia wapi? Mimi niliwaambia Jumapili kwamba toka mimi nilizaliwa huu mwaka wa 41. Toka mwaka wa 41 toka nimebatizwa. Sijawahi kuona kanisa limefungwa. Lakini nimeona mwaka huu likifungwa kanisa. Ndio nimeona. Huu ni dalili ya mwisho wa dunia. Huu ni mwisho wa dunia. Kwa Tanzania haijawahi kufungwa mimi nikiwa kanisani. Sasa ningemuuliza mama, si miaka inazidi hapo. Miaka inazidi hapo. Hajawahi kuona kanisa limefungwa. Lakini miaka hii itafungwa sana tu. Miaka ijayo itafungwa sana tu. Wewe, huo sio mwisho wa dunia. Sijawahi kuona kitunguu au nyanya inauzwa buku 1000. Ukiwauliza wauzaji waliomo kanisani, mchicha umeuzwa 1000, kitunguu kimeuzwa 500, halafu nyanya imeuzwa 1000. Sasa hayo ndio tunatazamia mwezi huu. Sasa mwisho mnaoangalia kama mnaangalia Karagwe. Karagwe mnajua ni wapi? Mkoa wa Kagera. Yaani mwisho wa dunia mnaangalia kama mkoa wa Kagera. Jamani, tuambizane ukweli. Tumalizane leo. Ambaye anaona kwamba Mungu ajiweka mbele za Mungu mapema, aje tuombe pamoja, halafu tukimaliza tumshukuru Mungu, tuendelee na ubwabwa wetu wa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atubariki, Mungu atuinue. Muda wa kulinga umeisha. Muda wa kujivuna umeisha. Sasa hivi muda uliobakia ni kujikabidhi kwa Mungu. Wakati wa Nuhu walisema Nuhu meno yameisha. Mwisho wake waliishia pabaya. Lakini wakati ule watu hawakuwa wanaelewa chochote, lakini sasa tumeonyeshwa kidogo. Siku 5 tu tulikuwa ndani hapa. Ilikuwa ni mtafutano. Siku 5 tu mtafutano. Balaa. Niwaambia watu, jamani, kaeni nyumbani msiabudu. Msije kanisani kuabudu. Kila mtu abudie nyumbani kwao. Na mchungaji amekataa tusiende kanisani kuabudu. Kwani kuna anasema watakupiga risasi. Alafu utasema nakwenda kuabudu kanisani. Wewe baki tu nyumbani, ombea nyumbani. Endesha ibada nyumbani kwako. Sasa siku zinakuja za baadaye za mwezi ujao. Sasa kama hujafika huko, kama uko tayari, utakuja tuombe Mungu ili kwamba hata kama ukifa utaenda mbinguni na Mungu akubariki. Naomba waimbaji sogea hapa mbele, tusimame wote pamoja. Waimbaji tuabudu, alafu tuombe Mungu. Sio vizuri kula ubwabwa, sio vizuri kuoa na kuolewa, alafu tukasahau maisha yetu kumpa Yesu. Tumpe Yesu maisha yetu ili itakapotokea basi. Kama tutasahau kuhubiri injili hizi, tutakuwa tumejisahau. Ndio mahali sahihi pa kuwaeleza watu wanapokuwa wanazika mwenzao, huwa wanakumbushana, jamani, hii kaburi ni mwenzetu amefariki. Leo ni huyu, kesho ni sisi kati yetu. Wanakumbushana. Kwa hiyo wakati mwingine tusije tukahesabu
kwamba yule ni wewe mwenyewe, ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu ambaye ana alama hii ya kuishi milele asipopitia kwenye kaburi, asipopitia kwenye mauti. Basi karibuni sana. Mataifa yote yatakusanyika mataifa yote yatakusanyika mbele za Mungu. Baba mtakatifu mwenye nguvu, wewe Yesu mwenye mamlaka yote, wewe mwenye uwezo wote, unayetenda na kila mmoja, wakati tunaendelea kuomba, tunaweza kusogea tukaomba na wewe. Unaweza kusogea tukaomba na wewe. Funika macho, usiangalie. Unaweza kusogea tukaomba na wewe. Ili kwamba usiseme tumekuacha njia panda. Karibu. Usiseme kwamba walimaliza haraka hao watu. Hao walimaliza haraka, mimi namhitaji Yesu wangu. Karibu. Yesu, haleluya Yesu. Bwana,
kuliko aibu. Aibu ni kitu cha muda tu. Aibu ingekuwa inauma, watu wasingekwenda nusu uchi, watu wasingekwenda maji. Aibu kama ingekuwa inauma, lakini jehanamu ni ya milele. Watu watawala milele, maana yake watakuwa ni mbuzi. Sisi kanisani ni mbuzi. Sisi tunabeba kondoo, tunahifadhi kondoo, na kondoo ndio ninyi watu wa Mungu. Na tunaamini kwamba Mungu atahifadhi kondoo. Kondoo watakula vizuri, watalisha vizuri, watakwenda kula vizuri, kondoo watapata raha, watapata furaha. Ikiwa kuna mbuzi aliyekuwa amejificha, basi mbuzi huyu ndio huyo tunamtafuta, ili aweze kutoka, aweze kuhubiri, aweze kutoka kwenye shida, arudi kuwa kondoo. Asante Mungu wetu, asante Baba yetu, asante Mfalme wa amani. Tunaendelea kuhitaji kuwa kondoo. Sisi tunaamini kwamba mtu akibaki kuwa kondoo, basi amepona, atakuwa amepona. Akibaki kuwa mbuzi, atakuwa hajapona. Ataulizwa mambo mengi ya kutisha, mambo mengi ya upotevu. Na siku ya leo itabaki kuwa ni historia, tarehe. Ndio maana waliandika kwamba katika Injili ya Luka, mwenye dhambi mmoja akitubu, mbinguni wanafanya sherehe. Mbinguni wanafanya sherehe. Shilingi moja ikipotea, mbinguni wanafanya sherehe. Akiipata wanafurahia. Kadhalika na sisi pia tunafurahi. Baba Mungu, ninakutukuza na kuheshimu. Asante kwa jibu ya siku za mwisho. Waongoze watu wako pamoja na mengine mengi. Mungu tusaidie, usituache peke yetu. Katika jina la Bwana Mungu. Amen. Amen. Shangilia Yesu, makofi na vigelegele. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Amen. 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 Basi unaweza kukaa kiti yako. Bluetooth mode. Mungu akubariki sana mtumishi na mchungaji wetu. Reverb on.